pili. Kuachwa hakutainuka mara ya pili. Vurugu hazitainuka mara ya pili. Ajali hazitainuka mara ya pili. Kuachisha kazi hakutainuka mara ya pili. Na kila ndoto mbaya haitainuka mara ya pili. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kukomesha kabisa. Natangaza kukomesha kabisa kila aina ya teso, kulingana na Nahum mlango wa 1 mstari wa 9. Asema atakomesha kabisa mateso, atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Mateso hatainuka mara ya pili. Hebu angalia ni teso gani ambalo umepitia. Inaweza kuwa ni teso la kiuchumi. Inaweza kuwa ni teso katika mahusiano. Inaweza kuwa ni teso kwa watoto. Inaweza kuwa ni teso katika kazi ulionayo. Inaweza kuwa ni teso kwa wazazi wako, au ni teso kwa mme au kwa mke, au teso kwa watoto. Kila the way unavyoteseka, kunawezekana ni mateso ya magonjwa. Natangaza kwa mamlaka alionipa Yesu Kristo, teso halitajirudia mara ya pili. Neno hili liamini ya kwamba haitajirudia tena. Sema haitajirudia tena. Sema kila teso halitajirudia mara ya pili. Kila teso linakomeshwa, halitarudiwa mara ya pili katika afya yangu. Kila aina ya gonjwa, kila aina ya magonjwa halitajirudia tena katika jina la Yesu. Katika ndoa, kila aina ya teso katika ndoa haitajirudia mara ya pili. Kwa watoto wangu, kila aina ya teso halitajirudia tena katika jina la Yesu Kristo. Kwenye huduma nilionayo, kila aina ya teso haitajirudia tena mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Naomba uweze kusimama. Simama kabisa. Sema kabisa. Anza kusema ya kwamba unajua wewe ndio unayefahamu mateso unayopitia. Wewe ndio unajua kuna jambo gani ambalo kunawezekana unaweza kuwa na afya njema lakini kuna changamoto kwenye fedha. Na yenyewe ni mateso. Hebu mwambie Mungu. Sema ya kwamba kuna jambo fulani unaolijua wewe halitajirudia mara ya pili. Halitajirudia mara ya pili. Haitajirudia mara pili. Kili kwa kinywa chako. Kili kwa kinywa chako ya kwamba haitajirudia tena. Kwa leo, Alhamisi ya leo ni ya kukomesha kila teso. Kila teso. Baba, natangaza ya kwamba kila teso la watoto hawa ambao wapo katika madhabahu yako leo, kila teso halitajirudia tena kulingana na Nahum 1 mstari wa 9. Kila teso halitajirudia. Mateso hayatajirudia mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nafuta katika jina la Yesu Kristo. Naamuru teso lisiwe na nafasi. Lisiwe na nafasi kwenye maisha yako. Lisiwe na nafasi kwa watoto wako. Lisiwe na nafasi teso lolote la eza la magonjwa lisiwe na nafasi katika jina la Yesu Kristo. Kwa watoto lisiwe na nafasi. Kwa mume wako lisiwe na nafasi. Kunawezekana mume wako ana gonjwa linamsumbua. Hilo ni teso na lenyewe linafutika, halitajirudia mara ya pili katika jina la Yesu. Baba, asante. Roho Mtakatifu, asante. Asante kwa neema yako. Asante Jehova Yawe. Kunawezekana watoto wako wanateseka kwenye masomo. Watoto hawataki masomo. Ili ni teso kwa mzazi. Unafuta kwa damu ya Yesu. Unafuta kwa moto na damu ya Yesu Kristo. Unafuta kila aina ya teso. Kwa maana Nahum 1 mstari wa 9 unasema mateso hatajirudia tena. Haitajirudia. Halitajirudia mara ya pili. Bwana Yesu, nakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Nami sasa nakutangazia ya kwamba teso lilokuwa linakufuatilia, teso lolote lilokuwa linafuatilia familia yako,
lililokuwa nakufuatilia wewe, lililokuwa nakufuatilia jambo fulani, halitajirudia mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mengi ya utukufu. Nami nakutangazia ukawe na ushindi uliotukuka. Uwe na ushindi uliotukuka. Uwe na ushindi uliotukuka. Sema nimepokea ushindi uliotukuka katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.